Bwana, mambo vipi? Mambo poa kabisa. Naamini kwamba uko vizuri. Kwa taarifa ambazo niko nazo ni kwamba Simba wanatarajia kukata wachezaji zaidi ya 8. Yaani wanatarajia kuacha wachezaji 8 kwenye kikosi chao kwa msimu mpya ambao utaenda kuanza, kwa maana ambao wametumika msimu huu wataacha wachezaji 8, halafu atasajili wachezaji wengine zaidi ya 8 kwa msimu huu mpya ambao unaenda kuanza. Lakini pia wanapunguza wachezaji hao kwa sababu wanaonekana kama sio wachezaji potential kwenye timu na wameshindwa kuisaidia timu. Nitakutajia mmoja baada ya mwingine, halafu na wewe utaniandikia maoni yako kwenye comment hapo kwamba yupi unaona kabisa alistahili kuachwa na yupi ambaye alistahili kukatwa moja kwa moja. Miongoni mwa wachezaji ambao wataanza kukatwa kwa msimu huu, list ni kubwa by the way. Kuna wachezaji wa ndani na kuna wachezaji pia wa kimataifa ambao ndio wanaonekana walisajiliwa kwa matarajio kwamba watafanya vizuri, lakini mpaka sasa hawa wachezaji hawafanyi vizuri. Kwa hiyo nitakutajia tu ile list ya wachezaji 8 ambao ninao mimi kwa taarifa zangu, alafu niambie. Mchezaji wa kwanza ni Aishi Manula. Huyu ni goalkeeper mzuri ambaye amefanya vizuri sana na klabu ya Simba kama mnakumbuka. Ni miongoni mwa wale wachezaji ambao walikuwepo kwenye ile squad ya ambayo ilienda kubeba ubingwa mara 4 mfululizo kwenye ligi kuu, lakini pia kwenda robo finali zaidi ya mara 4 kwenye mashindano ya kimataifa. Robo finali pekee ambazo Simba amefika akiwa hayupo ni ya msimu huu na msimu uliopita, lakini zingine zote alikuwepo sehemu ya kikosi. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye amepata mafanikio makubwa sana akiwa na klabu ya Simba, lakini amewasaidia sana Simba kwa kiasi kikubwa na ndio maana amefika hapa alipofika. Kwa hiyo ni goalkeeper ambaye pia yuko kwenye listi ya wale wachezaji ambao wanaenda kukatwa kwa msimu huu. Ni mmoja wa goalkeeper ambao wamefanikiwa sana akiwa na klabu ya Simba, tofauti na vile ambavyo alifanikiwa akiwa na Azam FC. Sasa wewe niambie kwa maoni yako hapo chini kwamba wewe unaonaje, Aishi kukatwa ni sahihi ama sio sahihi? Halafu pengine umesaidia ukitakuta viongozi wa Simba nao watachagua kwamba waone nini ambacho anaweza kukifanya. Uweke tu maoni yako na wewe hapo. Mchezaji mwingine ni Deborah Mavambo Fernandez. Deborah Mavambo Fernandez ni mchezaji ambaye amesajiliwa dirisha mwishoni mwa msimu uliopita na ameitumikia klabu ya Simba msimu mmoja tu. Lakini huyu ni mchezaji ambaye alianza vizuri kama unakumbuka, lakini muendelezo wake haukuwa mzuri, pamoja na kwamba alianza vizuri kwenye kikosi cha kwanza by the way. Kwa pamoja na kwamba alianza vizuri lakini hakuwa na muendelezo mzuri. Sasa kutokuwa na muendelezo mzuri kumesababisha Simba kufikiria sasa kutafuta kiungo mwingine, na huyu ni mmoja wa wachezaji ambao baada ya kuanza vizuri aliwashawishi watu wengi kwamba atakuwa mchezaji muhimu sana. Lakini sasa muda unavyozidi kwenda anaonekana kama ni mchezaji wa kawaida. Kwa hiyo tayari ni mmoja wa wachezaji ambao wameweka kwenye listi ya kuwakata. Maana huyu ni mchezaji ambaye alisaini mkataba na klabu ya Simba wa miaka 2, lakini kumbe ile miaka 2 ni kuambia tu si kitu ambacho ukijui. Kwa ni mkataba wa mwaka mmoja wenye kipengele cha kuongeza mwaka mwingine wa pili. Kwa hiyo ina maana wanaamua tu kumkata kwa sababu wanaona kama hajawa na potential kubwa sana. Deborah Mavambo Fernandez, wewe niambie unamuonaje? Abaki ama aondoke? Yaani akatwe au abakishwe? Ni wewe, nitataka kusikiza maoni yako, wewe unasemaje kuhusu hilo, kwa sababu kila mtu ana mtazamo wake by the way. Na huyu ni mchezaji wa pili kati ya wale ambao wanatakiwa kukatwa kwenye klabu ya Simba. Mwingine mchezaji ambaye anatakiwa kukatwa ni Augustine Okejefa. Huyu ni nyota ambaye Simba walimsajili kutokea Nigeria kule. Ni moja ya viungo ambao kwa moja ya viungo bora sana, na of course hata wakati akiwa na Rivers United ni moja ya viungo ambao alikuwa kwenye performance bora kupita maelezo. Yaani aliperform vizuri sana kwenye ule msimu kule kule Nigeria, na ndio maana Simba walishawishika kwenda kumchukua by the way. Ni moja ya viungo ambao wana uwezo mzuri uwanjani, lakini sasa sio kwenye quality ya Simba. Ndio maana tangu amekuja Simba ameshindwa hata mpaka na Yusuf Kagoma. Bado Kagoma ameonekana kwamba ni mchezaji mzuri zaidi kuliko Augustine Okejefa, na yeye pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wako kwenye ile list ya wachezaji 8 ambao wanaenda kukatwa na Simba kwa ajili ya kuondoka ili wawapishe wachezaji wengine. Sasa huyu ni mchezaji ambaye of course kila mtu amemuona uwanjani. Wewe sasa utatuambia kwamba wewe unaonaje kwamba Augustine Okejefa ni mchezaji mzuri au abaki ama akatwe, ama wewe unamuonaje? Yuko kwenye hiyo list ya wachezaji ambao wanakatwa. Augustine Okejefa ni mmoja wa wachezaji ambao wanakatwa. Kwa hiyo wewe utatupa pia maoni yako kwamba hapo, andika hapo chini kwamba unaonaje, anastahili kuachwa ama Simba wamekurupuka kwenye hilo. Huyo ni mchezaji wa tatu. Mchezaji mwingine ambaye Simba wanataka kumkata ni Lionel Ateba Mbida. Huyu ni mshambuliaji ambaye amefunga magoli 13 akiwa na klabu ya Simba kwa msimu huu, wakati mfungaji bora wa Simba Jean Charles au mfungaji bora wa ligi Jean Charles huwa akiwa na magoli 16, naye amefunga mabao 3, maana yake 13, maana yake tofauti ni mabao 3 tu. Sasa tuambie wewe unaonaje?
Unaona Simba wamefanya maamuzi sahihi ya kumkata Lionel Ateba Mbida ama wamekurupuka? Ni swala kusubiri na kuona. Kwa hiyo wewe utatuambia hapa, andika kwenye comment hapa, lakini ni mchezaji ambaye naye yupo kwenye list ya wale wachezaji ambao wanakatwa kwenye klabu ya Simba kwa msimu huu. Ni mmoja wa wachezaji ambao wale wakati wanakuja watu walikuwa na matarajio makubwa sana na yeye, lakini mwisho wa siku mambo yanaonekana hayakwenda vizuri. Kwa hiyo yuko kwenye hiyo list ya wachezaji ambao wanaweza kukatwa mwishoni mwa msimu. Kwa hiyo nawe andika maoni yako hapo, sema ni kwa sahihi Simba kumkata ama sio sahihi. Huyu ni mchezaji mwingine ambaye of course naamini kwamba ni mchezaji mzuri, lakini sasa quality ya Simba ni kubwa zaidi. Kwa hiyo Simba inahitaji kupata mchezaji ambaye ni bora zaidi. Lakini mchezaji mwingine ambaye yuko kwenye list ya kukatwa ni Edwin Barua. Edwin Barua ni nyota ambaye alisajiliwa kutokea Tanzania Prison, lakini hajafanya vizuri kwenye klabu ya Simba. Kwa hiyo wao wenyewe kama klabu hawaoni kama kuna sababu ya kuendelea kubaki naye, na wanaona kuna haja ya wao kumkata ili kwenda kutafuta mchezaji mwingine ambaye atakuwa na quality bora zaidi na atakuwa na uwezo wa kuwasaidia zaidi kwa msimu unaokuja, na ambaye atakuwa na uwezo mkubwa zaidi kwenye mahitaji ya Simba, kwa sababu moja ya vitu ambavyo vimewakwamisha Simba ni pamoja na yeye kutokuwa kwenye performance bora, kwa sababu kama angekuwa kwenye performance bora, maana yake angekuwa miongoni mwa wale ambao wanaenda kuiboost Simba kwa msimu unaokuja. Mchezaji mwingine ambaye yupo kwenye list ya kukatwa ni Musa Pimpin Kamara. Sasa hapa kidogo Simba wameweka alert kwamba wamemweka kwenye listi, lakini kuna mawili, wanaweza wakamkata ama wasimkate, na hii ni kwa sababu wanatafuta kwanza golikipa mwingine mpaka wapate. Kwa hiyo wakipata golikipa mwingine mzuri atabakia Musa Pimpin Kamara, lakini wakikosa golikipa mwingine mzuri, maana yake itabidi Musa Pimpin Kamara aweze kukatwa na kuondoka Simba ili waweze kwenda ili iweze kuwasaidia kwa msimu unaokuja. Maana yake wanachokihitaji zaidi wao ni kutafuta golikipa bora zaidi. Kwa hiyo watatafuta kwanza golikipa. Wakipata golikipa mzuri, maana yake watamkata Kamara. Wasipopata golikipa mzuri, manake Kamara ataendelea kusalia kwenye kikosi. Kwa hiyo ni swala tu la Kamari. Kwa hiyo tusubiri tuone nini ambacho kitaenda kutokea, lakini mpaka sasa bado milango iko wazi. Kwa hiyo Simba atafuta golikipa, lakini huyu pia yupo kwenye listi ya wale wachezaji ambao wanaenda kukatwa mwishoni mwa msimu huu, na huyu ni mchezaji mwingine ambaye nimekuwekea kwenye list. Mchezaji mwingine ni Mzamiru Yasini Selemba, mmoja wa wachezaji ambao wamedumu Simba kwa muda mrefu sana by the way, lakini ni mchezaji ambaye yupo kwenye list ya kukatwa, na ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na misimu bora by the way, ingawa msimu huu chini ya kocha mpya Fadlu Davids hajaonyesha uwezo mzuri sana, lakini mmoja wa wachezaji ambao watu wengi wanajua ubora wake. Kwa hiyo Simba nao wamemweka kwenye listi pia kwamba ni miongoni mwa wale ambao wataenda kukatwa mwishoni mwa msimu huu ili kujaribu kutengeneza mazingira ya kuingiza wachezaji wengine bora zaidi ambao watakuwa na uwezo mkubwa zaidi na watakuwa na uwezo wa kwenda kuibeba Simba ili iweze kufanya vizuri kwa msimu unaokuja, kwa sababu lengo la Simba sio tena kushiriki mashindano msimu unaokuja tu, ni kushiriki na kwenda kuchukua mataji. Kwa hiyo wanaona hakuna sababu ya kubaki na wachezaji ambao hawana msaada kwenye timu. Ambacho wanakifanya sasa hivi ni kutafuta mchezaji ambaye atakuwa na uwezo wa kuwasaidia Simba na kuisaidia timu kwenda kubeba mataji, na sio kuwa na mchezaji alimradi tu ana mchezaji. Na ndio maana wamedhamiria pia kumkata. Kwa niambie kwenye comment hapo, wewe unaonaje? Anastahili kweli kukatwa ama hastahili kukatwa? Na mimi nitapita na maoni yako, tutakuja kuiona baadaye. Nitakuja pia kuwapa briefly by the way. Haya, mchezaji mwingine ukiacha Mzamiru Yasini ni Steven Dese Mukwala. Huyu naye amewekwa kiporo, amefunga mabao 14 msimu huu. Sasa yeye kuna option pia mbili kama ilivyokuwa kwa Kamara, kwamba ikitokea Simba ipata mshambuliaji bora zaidi wanaweza kumbakisha, lakini ikitokea hawajapata mshambuliaji bora zaidi, maana yake wanaweza kwenda kumkata. Na wakipata mshambuliaji bora zaidi hawatamkata, lakini wasipopata mshambuliaji maana yake atabakia. Ina maana yeye ni 50-50, yani itategemea kwamba Simba watapata mshambuliaji mwingine au hawatapata. Kama wakipata amekatwa, kama hawatapata basi ataendelea kuwepo kwenye kosti ya Simba kwa msimu unaokuja. Kwa hiyo mpaka sasa nimekupa issue ya Aishi Manula, nimekupa issue ya Musa Pimpin Kamara goalkeeper, nimekupa issue ya Mzamiru Yasini, nimekupa issue ya bwana mdogo kutoka Tanzania Prison yule ambaye alisajiliwa, Lionel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala nimekupa pia. Kwa hiyo hiyo ndo list ya wachezaji. Nimekupa pia Agustin Okejefa, ni miongoni mwa nyota hao ambao wanatajwa pia kuondoka, kwa maana ya
kuondoka Simba na kupisha milango kwa wachezaji wengine ili waweze kuja kufungua fursa. Lakini mchezaji mwingine ambaye yupo ameweka kwenye listi by the way, ingawa unatazama pia uwezekano wa makubaliano jinsi ambavyo atafanyika kama ataridhia, lakini ila sio lazima. Ukumbuke pia mpaka sasa hivi kwamba ameshaondoka tayari Fabrice Ngoma yeye ameshaondoka. Mchezaji mwingine ni Ayubu Lekred. Unajua Ayubu Lekred yupo bado Simba, lakini sasa ni mchezaji ambaye analipwa mshahara mkubwa, na ili kuvunja mkataba wake inahitaji gharama kubwa pia. Nasikia kwamba ili kuvunja mkataba wake inahitaji kama milioni 500 hivi. Kwa hiyo Simba wanaona kama kutoa hiyo milioni 500 kidogo inakuwa changamoto. Kwa hiyo watafanya mazungumzo ya makubaliano, kama watafikia ataondoka, kama watafikia basi ataendelea kubakia Simba, lakini hatakuwa anacheza, ila atatumikia tu mkataba wake uweze kuisha ili aondoke akiwa huru mwishoni mwa msimu ujao. Kwa hiyo tusubiri tuone hilo litaendaje, lakini hiyo ni list ya wachezaji ambao nimekupa, wachezaji ambao wanaweza kuondoka Simba mwishoni mwa msimu huu, na Simba wamedhamiria. Ambacho nataka kukifanya Simba ni kufanya maboresho ya timu ili kuhakikisha kwamba msimu unaokuja wanakuwa na kikosi bora, wanakuwa na timu ambayo ina uwezo wa kufanya vizuri zaidi kwa msimu unaokuja, ili waweze kwenda kubeba mataji na kufanya vizuri kwenye mashindano ya kimataifa, ili wasirudie kile ambacho walikifanya kwa msimu huu. Mimi ni Alex Ngereza, utanipata hivyo Instagram kwa jina la Alex Ngereza, lakini pia Twitter kwa maana ya X utanipata kwa jina hilo la Alex Ngereza, lakini pia TikTok utanipata kwa jina hilo hilo la Alex Ngereza.